wa lugha mahali ulipo, nadhani kwamba uko mzima na Maulana amekujalia ukaona siku kama ya leo. Ningependa leo tuchukue abra hii kuweza kuangazia masuala yanayohusiana na vitawe. Na kumbuka kwamba tunapozungumza kuhusu vitawe, tuweze kuelewa kwamba vitawe ni maneno yaliyo na maana zaidi ya moja. Kwa hivyo utapata kwamba kuna baadhi ya maneno ya lugha ya Kiswahili, na maneno haya unapoyadadisi unapata kwamba neno huenda ni moja, lakini maana ambazo zinajitokeza ni zaidi ya moja. Mfano mzuri ni neno kama vile vua. Najua kwamba tunapozungumzia neno hili vua, maana zinazojitokeza hapa ni karibu maana tatu. Kwa mfano, tunaposema vua, kuna vua ila hali ya kuondoa nguo mwilini. Kwa hivyo tunaposema vua nguo, inamaanisha kwamba ile hali ya kuweza kutoa nguo mwilini mwako. Vua pia ni kitenzi ambalo linamaanisha kumtoa samaki kutoka majini. Na kwa hivyo mara nyingi utapata kwamba wavuvi wanapoenda ufuoni ama baharini ama maziwani wanaenda kuvua samaki. Kuvua pia ni kutoa ama kuokoa kutoka hatarini. Kwa hivyo mtu anapokuwa kwenye hatari fulani, baadaye ukamwauni, tunasema kwamba umemvua, kwamba umemtoa ama umemuokoa kutoka kwenye hatarini. Kwa hivyo utaona kwamba neno hili vua ni neno moja kweli, lakini maana tatu tofauti zimeweza kujitokeza. Kando na hilo, kuna neno ambalo linakaribiana sana matamshi na kimatamshi na neno vua, na neno hili ni neno fua. Kwa hivyo kuna vua na kuna fua. Fua kwa kawaida tunasema ni kuosha nguo. Kwa hivyo unaposema nimeenda kufua, kuosha nguo. Hiyo ni maana ya kwanza. Lakini maana ya pili ya neno fua ni kutengeneza kitu kwa kutumia chuma, dhahabu au fedha. Kwa hivyo na ndiposa tunapozungumzia anayefua vyuma. Kwa hivyo kufua ni kitenzi ambacho kinamaanisha ile hali ya kutengeneza kitu kwa kutumia chuma ama dhahabu ama kwa kutumia fedha. Maana ya tatu ya neno fua, pia tunapozungumzia neno hili fua, pia tunajua kwamba kufua ni kule kutoa makumbi kutoka kwenye nazi kwa kutumia kitu chenye ncha. Kwa hivyo wakati unatoa makumbi kutoka kwenye nazi kwa kutumia kitu chenye ncha, basi tunasema unafua. Kwa hivyo kunafua kutoa nguo mwilini, kunafua pia kutengeneza kitu kutokana na chuma, fedha au dhahabu, na pia kutoa makumbi kutoka kwenye nazi kwa kutumia kitu chenye ncha. Kando na maneno haya, tumezungumzia neno vua, tumeweza pia kuzungumzia neno fua na vua. Kuna neno tai. Tai pia ni neno ambalo lina maana zaidi ya moja. Kwa hivyo neno hili ni kitawi. Tai maana yake ya kwanza tunajua kwamba ni mojawapo ya aina ya ndege anayekula mizoga. Kwa hivyo kuna ndege anayekula mizoga anaitwa tai. Tai pia tunajua kwamba mara nyingi ni mojawapo ya mavazi ambayo huwa yanavaliwa shingoni. Kwa hivyo mara nyingi utaona waheshimiwa, wabunge, magavana na hata mtu yeyote yule akivalia tai shingoni mwake. Kwa hivyo tai ni mojawapo ya vazi linalovaliwa shingoni. Kwa hivyo utaona kwamba neno hili tai linatoa maana mbili tofauti. Tai aina ya ndege, pia tai
aina ya vazi ambalo linavaliwa shingoni. Isitoshe, kuna neno hili somo. Somo pia ni mojawapo ya vitawe. Ni kitawe ama ni neno ambalo lina maana zaidi ya moja. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, mahali ulipo, tuangalie neno hili somo. Somo ni funzo. Unapoenda pale shuleni, kuna somo la Kiingereza, somo la sayansi, kuna somo la biolojia, somo la kemia, somo la fizikia, kuna hata somo la kilimo na masomo mbalimbali. Kwa hivyo hilo ni somo, funzo shuleni ama chuoni. Somo pia ni rafiki. Kwa hivyo endapo una rafiki, una msena wako, mwandani wako, basi huyo ni somo. Somo pia ni kungwi. Na kungwi ni nani? Kungwi ni mwalimu pale unyagoni. Kwa hivyo mabanati, magashi, wanapokeketwa na baadaye wanapewa mafunzo kuhusu kunga za nyumbani. Yule mwalimu wao anayewafunzwa masuala za kunga, basi anaitwa kungwi. Ni kungwi. Kwa hivyo kungwi pia ni somo. Kwa hivyo kuna somo, funzo shuleni ama chuoni. Kuna somo pia ni kungwi. Somo pia ni rafiki. Maana ya nne ya somo pia tunajua kwamba ni mtu ambaye ana jina moja na mtu mwingine. Na labda nitaelezea hili kwa sababu unaweza pata kwa mfano unafahamika kama, tuchukue neno kama Ashua. Ashua, ukampata mwenzako pia anaitwa Ashua, basi nyinyi wote wawili ni somo kwa sababu mnatambulika kwa jina moja. Kwa hivyo endapo mnatambulika kwa jina moja, basi tunasema kwamba nyinyi ni somo. Kuna pia neno jingine ambalo ni kitawe na neno hilo ni tembo. Kwa hivyo tunapozungumzia neno tembo, tunajua kwamba ni pombe. Tunajua pombe pia ni ugimbi. Kwa hivyo tembo ama ugimbi huitwa ni tembo. Kwa hivyo kuna maana ya kwanza ya tembo ni pombe, ukipenda pia ni ugimbi. Maana ya pili, tembo pia tunajua kwamba ni ndovu, yule mnyama mkubwa sana. Naitwa tembo, ni ndovu. Kwa hivyo kuna tembo mnyama na kuna tembo pia kinywaji ama ugimbi ambacho kinywaji ambacho kinalevya ni pombe. Kuna baadhi ya maneno mengine pia ambayo labda sijaweza, ningependa pia tuangazie kwa sababu ni vitawe pia. Neno jaa. Kuna neno hili jaa ni mahali pa kutupa taka. Kwa hivyo endapo kuna mahali pa kutupa taka, ukienda pale jijini Nairobi, kuna mapipa ambayo yamewekwa mahali pale ambapo ili kuhakikisha kwamba kuna mazingira safi, basi utapata kwamba kuna majaa ambayo yamewekwa pale. Kwa hivyo jaa ni mahali pa kutupa taka. Lakini jaa pia ni kufurika zaidi. Ndiposa unaposema kwamba mto umejaa maji, kumaanisha umefurika zaidi. Kwa hivyo jaa ni kufurika zaidi. Pia hata maji yanaweza yakajaa sufuriani. Maji yamejaa. Kwa hivyo jaa ni kitenzi. Jaa pia ni nomino. Endapo utatumia neno hili jaa kama nomino, basi ni mahali pa kutupa taka. Endapo utatumia kama kitenzi, basi utamaanisha ni mahali, si mahali, inamaanisha kufurika. Kuna neno jingine ambalo pia ni kitawe na neno hili ni pea. Pea tunajua kwamba ni aina ya tunda. Kwa hivyo aina hii ya tunda tunaita pea. Lakini pea pia ni kukomaa.
kupevuka ama kuiva. Kwa hivyo wakati kwa mfano tunda limeiva, tunasema limepea. Ama wakati hata mtu anapokomaa ama chochote kinapokomaa, tunasema kimepea. Kwa hivyo kuna pea aina ya tunda, kuna pea kukomaa, kuna hata pea ambayo ni kifaru. Ni kifaru tunaita pia pea. Kwa hivyo unaona kwamba neno hili pea ni neno ambalo lina maana tatu tofauti. Kuna neno rai. Mara nyingi sana utapata kwamba nilimrai, naomba kuwarai. Kurai ni kumbembeleza mtu, kumsihi mtu kwa upole, kwa heshima na taadhima, kumsairi mtu. Kwa hivyo rai ni kitenzi. Maana ya kwanza ni kitenzi. Kinapotumika kama kitenzi, basi ni kubembeleza, kusahiri ama kusihi. Lakini tunajua kwamba rai pia ni afya nzuri ama siha. Unapokuwa na siha, unapokuwa na afya nzuri, mpenzi msikilizaji, mkereketo wa lugha, basi tunasema rai. Kwa mfano, tuliondoka jana na tukaenda kucheza kwani nilikuwa na rai. Ulienda ukacheza ugani? Mchezo wa kabumbu, ama ukipenda soka, ama kwenye mbio za riadha, ama ukaenda ukanyosha viungo, mchezo wote tu. Kwa hivyo rai ni afya nzuri. Rai pia ni maoni ya mtu juu ya jambo fulani. Maoni ya mtu juu ya jambo fulani, tunasema rai. Kwa mfano unaposema rai yangu, ningependa kutoa rai yangu, basi ningependa kutoa maoni yangu kuhusiana na swala fulani. Kwa hivyo tunapozungumzia neno rai, unaona kwamba neno hili rai linajitokeza mara tatu kimaana. Kuna rai afya nzuri, rai kutoa maoni juu ya jambo fulani, na pia kuna rai kumbembeleza, kumsairi mtu, kumsihi mtu. Hata kurai pia, maana ya nne ya neno rai, tunajua kwamba kurai ni kulisha mtu ama kutia chakula mdomoni mwa mtu. Kwa hivyo kwa mfano wakati mwingine unaweza pata kwamba mwenzako, kakako, dadako, mamako, babako ukipenda, huenda ni mwele ni mgonjwa, kiasi kwamba hawezi akala kwa namna yake. Kwa hivyo utafanya nini? Utamrai, utamtilia chakula kinywani mwake. Kwa hivyo rai ni kutia chakula kinywani mwake, pia tunasema rai. Kwa hivyo unaona kwamba neno hili rai linaweza likatokeza maana tatu tofauti sana. Nadhani unanisikiliza na unanifuata, na naomba kwamba pale tu kwenye kiwambo chako mahali wameandika subscribe, naomba kwamba uponyeze kidude hicho, kwa sababu naomba kwamba tufunzane nawe kwenye kipindi hiki. Mara nyingi sana na kuhitaji, unanihitaji, tutafunzana, unanifunza. Kwa hivyo unaweza ukaandika ujumbe wako hapo mzuri, ama pia lakini naomba kwamba ufinye kidude hicho pale cha kusubscribe, ndio tuwe tunafuatilia kipindi hiki. Kwa hivyo mwenzangu, mkereketo wa lugha, mwanafunzi, mzazi, na naomba kwamba ukaponyeze kidude hicho. Nimezungumzia maneno hayo kama rai, neno la mwisho. Vitawe pia, mojawapo ya kitawe pia kuna neno kaa. Neno kaa, na kukaa ni kuketi. Kuna mgeni anapofika pale Kiamboni ama kwenye maskani yako, kama karibu, kaa. Kwa hivyo kaa ni kuweka makalio juu ya kitu
ama kuketi ukipenda. Kwa hivyo kaa ni kitenzi, ukitumia kama ni kitenzi ni kuketi. Kaa pia tunajua kwamba ni kuishi katika maskani fulani. Unapoishi maeneo fulani kwa kipindi fulani, tumesema umekaa. Kwa mfano ukimwambia rafiki yako, nimekaa huku kwa miaka miwili. Kidogo. Naam, nimekaa hapa kwa miaka miwili, ama nimekaa hapa kwa miaka mitatu, ama nimekaa hapa kwa miaka minne. Kwa hivyo kukaa ni kuishi katika mazingira fulani, katika maeneo fulani, ama katika mahali fulani. Tunasema kaa. Maana ya tatu ya neno kaa pia ni mnyama. Kaa ni mnyama wa baharini ambaye huwa tunasema kwamba ana miguu 6 na pia ana gamba mwilini. Kwa hivyo mnyama wa majini mwenye miguu 6 na gamba mwilini pia ni kaa. Nadhani unanipata. Kwa hivyo nadhani hujasahau, kwa sababu najua kuna tatizo hili la kusahau. Kakangu Mike ameniandikia ujumbe, ananieleza kwamba hata naye huwa mara nyingi maneno haya huwa yanakanganya. Nasema kaka kwamba tumesema kaa ni kuishi katika eneo fulani, katika mazingira fulani, kwa kipindi fulani. Kaa pia tumesema kwamba ni kuweka makalio mahali katika eneo fulani, ni kuketi. Kwa maneno mengine ni kuketi. Kwa hivyo tunasema kaa. Kaa pia kwamba tukitumia pia kaa ni kipande cha kuni kilichochomwa na baadaye kuzimwa kabla ya kuwa majivu. Kwa hivyo kipande cha kuni kilichochomwa na kuzimwa kabla ya kuwa majivu ni kaa. Najua wingi wake ni makaa. Kwa hivyo mara nyingi tunapika mle nyumbani, endapo unatumia seredani. Kwa hivyo najua kwamba huwa tunapika tukitumia nini? Makaa. Endapo utachukua kipande kimoja, kwa hivyo kipande hicho kimoja ni kaa. Na tumesema pia kaa ni yule mnyama wa majini mwenye miguu 6 na gamba mwilini. Kwa hivyo tunaita kaa. Sitasahau kukukumbusha kwamba naomba ufinye hapo mahali pameandikwa subscribe kwenye kiwambo chako ama kwenye screen yako, ndio tuweze kuandamana pamoja kwenye kipindi hiki, kipindi ambacho kinaitwa Kinamasi cha Lugha, na ni kipindi ambacho madhumuni yake makuu ni kufunzana, kuelekezana kuhusiana na masuala ya lugha ya Kiswahili. Tunajua kwamba Waswahili wanasema kwamba ukiujua huu na huu hujui. Kwa hivyo hakuna mtu mkamilifu katika masuala ya lugha. Nitakosea katika kusema hivi, hata nawe utanikosoa kwa njia moja. Tunakosoana, tunapeana maarifa, tunapokezana maarifa. Kwa hivyo nafurahi sana wewe mkereketo wangu, wewe msikilizaji wangu mahali ulipo. Naitwa Kaka Mnae kama ilivyo ada. Kwa hivyo naomba kwamba ukaponyeze pale ndio tuweze kuandamana kwenye kipindi hiki Kinamasi cha Lugha. Kuna mbuzi, kuna neno jingine ambalo ni mbuzi. Tunajua kwamba mbuzi ni mnyama anayefanana na swala na anayefugwa nyumbani. Kwa hivyo mojawapo ya mifugo ni mnyama huyu anayefanana na swala, kwa hivyo anaitwa mbuzi. Kwa hivyo maana ya kwanza ya neno mbuzi basi ni mnyama anayefugwa nyumbani, na mnyama huyu tunajua kwamba anafanana na swala. Wengi wetu, lakini wale watoto wa mijini huenda hawajaona mbuzi. Sina uhakika mimi kaka lakini najua kwamba umewahi sikia mbuzi. Kwa hivyo neno hili mbuzi ni kitamu, kwa sababu maana yake ya kwanza ni mnyama anayefugwa nyumbani. Lakini maana ya pili ya mbuzi ni kibao. Na kibao hiki huwa kina chuma chenye meno na kinachotumiwa kukunia nazi. Kwa hivyo tunajua kwamba mbuzi ni chombo chenye meno ama ni kifaa chenye meno kinachotumiwa wakati tunapokuna nazi. Kwa hivyo tunaita
tunaita mbuzi. Kwa hivyo kuna mbuzi mnyama anayefugwa nyumbani, na pia kuna mbuzi mbuzi ambacho ni kibao ambacho kina chuma chenye meno kinachotumiwa kukumia nazi. Nadhani Mkeketo unanifahamu. Kuna neno paa. Neno hili paa ni kitawe pia. Kwa sababu gani? Paa tunajua kwamba ni sehemu ya juu ya nyumba. Paa ni sehemu ya juu ya nyumba. Kwa hivyo sehemu ya juu inayofunika nyumba tunaita paa. Sijasema dari, kwa sababu ukiwa ndani ya nyumba sehemu ya juu ni dari, lakini ukiwa nje, ile sehemu inayofunika nyumba basi tunaita paa. Kwa hivyo neno hili paa tunajua kwamba ni sehemu ya juu inayofunika nyumba. Lakini paa pia ni mnyama wa porini anayefanana na mbuzi. Kwa hivyo mnyama wa porini anayefanana na mbuzi tunaita paa. Endapo unaingia kwenye mtandao saizi, unafuatilia kipindi hiki, kumbuka kwamba tunaangazia nini? Vitawe. Na mwanzo nilisema vitawe ni yale maneno ambayo yana maana zaidi ya moja. Neno ni moja, lakini maana zinazojitokeza kutokana na neno hilo moja ni maana 2 au 3 au zaidi tofauti. Kwa hivyo umenipata tukizungumzia paa, na nimesema ni mnyama wa porini anayefanana na mbuzi. Nimesema pia paa ni sehemu ya juu inayofunika nyumba, na paa ni kuruka kwenda angani. Kwa hivyo ndege ilipaa kutoka uwanja wa Mumbai, kutoka Ang'atua la Mumbai, ilipomleta mwili wa mwenda zake hayati Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo ilipaa, ndege ilipaa. Kwa hivyo kuna paa, mnyama anayefanana na mbuzi. Kuna paa, sehemu ya juu ya nyumba, na kuna paa kuruka kwenda angani. Kuna paka. Kuna neno hili paka. Neno hili paka pia ni neno ambalo lina maana zaidi ya moja. Kwa mfano, tunajua kwamba paka ni mnyama mdogo jamii ya chui anayefugwa nyumbani. Pia anaitwa nyau. Kwa hivyo paka tunajua kwamba ni mnyama anayefugwa nyumbani na ni mnyama wa jamii ya chui. Lakini paka pia ni kutoa kitu cha majimaji. Kwa hivyo alipaka rangi kwenye mlango, alipaka rangi dirishani, alipaka wino kwenye mavazi yake ama kwenye libazi zake. Kwa hivyo paka. Kuna pakacha. Pakacha ni kikapu kilichosukwa kwa makuti. Kikapu kilichosukwa kwa makuti huitwa pakacha. Pakacha pia ni mtu mwongo. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye anapenda sana kurubuni watu ama kuwahadaa watu kutumia udanganyifu, kudanganya kudadhi. Kwa hivyo tunasema ni pakacha pia huyu mtu. Kuna papa. Papa sio baba. Unajua kwamba kulikuwa na baba Raila Amolo Odinga. Huyu ni papa. Papa ni kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki. Kwa hivyo tunapozungumzia kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani anaitwa papa. Kulikuwa na Papa Benedicto, kulikuwa na Papa John Paul wa pili, kulikuwa na Papa Francisco, kuna papa wa saizi. Kwa hivyo kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki anaitwa papa. Papa pia ni moyo kwenda mbio sana. Na ndiposa tunasema mtima wangu ulinipapa papa kama tokomire za Wazaramo. Tunasema hivyo, moyo wangu ulinipapa. Kule moyo kwenda mbio kwa njia ambayo si kawaida
tunasema ni kupapa ni kitenzi hicho, ni kitenzi hicho. Maana ya kwanza ilikuwa ni nomino, ya pili ni kitenzi inayomaanisha mtima ama moyo kwenda haraka, fuadi kwenda haraka. Papa pia ni samaki mkubwa wa baharini. Avumaye baharini ni papa, kumbe wengine wapo. Unakumbuka methali hiyo? Kwa hivyo papa pia tunazungumzia kwamba ni samaki wa baharini. Naam, kuna maana ya nne, karibu nisahau. Kuna maana ya nne ya neno papa, ni msisitizo. Njoo papa hapa. Ni msisitizo wa hapa. Kwa hivyo ni msisitizo wa kiashiria. Kwa hivyo unapotaka kusisitiza, ndiposa tuna viashiria visisitizi. Njoo papa hapa. Papa hapa. Kwa hivyo ni kusisitiza. Kwa hivyo hiyo ni maana. Kuna kifaru pia. Kifaru tunajua kwamba ni mnyama mkubwa wa porini, kunradhi. Mnyama mkubwa wa porini anayefanana na kiboko, basi anaitwa kifaru. Lakini kifaru pia ni gari la chuma la kivita lenye mizinga. Kwa hivyo ni dhana, ni mojawapo ya gari linalotumika vitani, na kifaru ni gari la kivita ambalo linabeba mizinga. Kwa hivyo kuna kifaru, mnyama wa porini anayefanana na kiboko na mwenye kipusa usoni. Unaona kwamba usoni mwake kuna kipusa. Na nimesema ya pili ni kwamba ni gari la kivita lenye mizinga. Lenye mizinga. Kuna joshi. Tunasema kwamba kuna joshi. Joshi ni sehemu ya mbele ya chombo. Sehemu ya mbele ya chombo huitwa joshi. Joshi. Lakini joshi pia ni mwendo wa kufuata upepo wa katikati. Mwendo wa chombo cha baharini kwa mfano, wa kufuata upepo wa katikati ni joshi. Lakini joshi pia ni kwenda kwa kasi, ni kielezi. Ni kielezi. Na nipozo kuna methali tunasema dau la mnyonge haliendi joshi, kwamba dau la mnyonge, dau tunajua kwamba ni chombo ambacho kinasafiri majini, haliwezi likaenda haraka. Dau la mnyonge haliendi joshi. Kwa hivyo kuna joshi, sehemu ya mbele ya chombo. Joshi ni kielezi kinachomaanisha kwenda kwa haraka, na imaanisha kwa haraka, na pia mwendo wa chombo cha kufuata upepo wa katikati pia tunaita joshi. Kuna jua. Jua pia ni kitawe, lina maana zaidi ya moja, kwa sababu kuna jua ambalo linamaanisha kumaizi ama kung'amua jambo ama kufahamu jambo, kuelewa jambo ama pia kuamili jambo. Najua jambo hilo. Jambo ambalo unanieleza ninalifahamu sana, ninalijua sana, ninalimaizi sana, ninaling'amua sana, ninaliamili sana. Kunradhi. Lakini pia tunasema kwamba jua ni gimba kubwa linalotoa nuru ama mwangaza, na pia linatoa joto. Kwa hivyo asubuhi huwa tunajua kwamba jua linaanza kuchomoza kutoka matlai ama mashariki, na jioni linatua magharibi. Kwa hivyo kuna dodosa. Dodosa pia, neno hili dodosa ni neno ambalo lina maana zaidi ya moja. Kwa sababu gani? Kudodosa ni kusema kwa kusitasita. Unagugumiza, unasitasita, usemi kwa utaratibu ambao unaeleweka.
una sita sita, kwa hivyo unadodosa maneno. Mbona wapenda kudodosa? Eh? Dodosa pia ni kuhoji mtu, kumhoji mtu. Unamdodosa, unadadisi mtu kwa kumuuliza maswali. Kwa tunasema dodosa. Neno la mwisho la leo ambalo ningependa tuweze kuangazia ni cha. Kumbuka tulizungumzia ja, lakini kuna cha. Cha ni zizi la ng'ombe, ni zeriba, ni boma la ng'ombe. Cha, zeriba ama ni boma la ng'ombe. Zizi la ng'ombe, boma la ng'ombe, zeriba pia. Cha pia ni bustani. Bustani ya miche, mahali unaweka miche mikubwa. Mahali unapokuza miche huitwa pia cha. Unanifahamu? Na pia cha ni aina mojawapo ya samaki wa baharini. Kwa hivyo kuna cha aina mojawapo ya samaki wa baharini, cha bustani ya miche, na cha zizi ama boma la ng'ombe ama zeriba. Kwa hivyo mkereketo wangu, msikilizaji wangu wa lugha, kipindi hiki ni kipindi ambacho tutakuwa tunaorejelea mara kwa mara, na madhumuni yake, malengo yake makuu ni kuweza kuelekezana katika masuala ya lugha ya Kiswahili, yakiwemo masuala ya sarufi, ikiwemo pia masuala ya msamiati, ikiwemo pia masuala yanayofungamana na fasihi. Tutakuwa papa hapa. Endapo una mwanafunzi ambaye yuasoma katika shule ya msingi, chekechea, shule ya upili, hata mpenzi tu wa lugha ama mkereketo wa lugha, tuwe hapa kwa njia kila wakati ili tuweze kufunzana. Kumbuka awali nilitanguliza kwa kusema kwamba Waswahili walisema kwamba ukiujua huu na huu hujui, ukiujua huu na huu hujui. Kumaanisha kwamba hakuna binadamu aliye mkamilifu. Naitwa Ustadh Kakamunai. Endapo umependa kipindi hiki, endapo unasikiliza kipindi hiki ni kinamasi cha lugha, kipindi ambacho kinatuelekeza katika masuala ya lugha ya Kiswahili, kinatuelekeza katika masuala ya fasihi. Basi naomba ukaponyeze kwenye kiwambo chako mahali ambapo wameandika hapo subscribe. Bonyeza, tuwe pamoja. Na kutakia usiku mwanana, usiku yokuwa na mshike. Niite Ustadh Kakamunai kama ilivyo ada, na ni kwenye kipindi hiki kinamasi cha lugha. Laleni unono ndugu zangu.